Kikubwa ambacho nimekuta kwa upande wa PSG ni jinsi ambavyo mwalimu aliweza kujenga kikosi ambacho kimekuwa na ubora katika maeneo yote. Kwanza aliingia na falsafa yake ambayo mara nyingi amekuwa kitoka nayo toka alipokuwa Barcelona mpaka alipokuja huku PSG, ya kutumia mfumo wa 4-3-3. Ni mfumo ambao amekuwa akiutumia na akiamini kwamba ataweza kufanya vizuri katika mfumo huo, na ni kitu ambacho kimefanikiwa kwa namna moja au nyingine. Na hata jana ukiangalia nyota ambao ameanza kina Ashraf Hakimi upande wa kulia, ndio Makwinyo uzoefu wake katika eneo katikati ya uwanja pale, akiwa yeye na William Pacho katika upande ule, ni kitu ambacho unakiona. Na msimu huu ukiangalia toka ameanza mechi za mwanzoni mpaka anafika finali, amekuwa bora kwenye kuweza kulinda lango lake. Anacheza mpira mwingi ndio, lakini amekuwa haruhusu magoli ya kizembe. Ndio ukiangalia hata kuna muda anaweza kaamua kufunga goli moja afu mechi ikaishia hivyo moja bila mpaka mwisho, hata kama ni mechi ngumu ina gani. Alifanya hivyo kama nakumbuka dhidi ya Liverpool, hata mechi ya Arsenal, yani haruhusu magoli kama ambavyo timu nyingine wanapiga mpira mwingi lakini wanakuwa haruhusu magoli, kitu ambacho kwa jana niangalia anafunga magoli 5 lakini bado katika safu ya ulinzi walikuwa bora kwa namna moja au nyingine. Ukiangalia kwa jinsi ambavyo wamecheza, dakika 20 ilitosha kuweza kuimaliza mechi. Na ni kitu ambacho kwa upande wa Inter ilinishangaza kidogo. Nilikuwa naangalia mechi kwa kipindi cha kwanza kinamalizika, kuona Inter wamebanwa mpaka walishindwa kupiga shuti lote ambalo limelenga lango. Kwa aina ya ubora wa nyota wa Inter kina Marcus Thuram, Lautaro Martinez, lakini mpaka hafu ya kwanza inamalizika hakuna on target hata moja. Walikuja kupambana baadaye mpaka mpira unamalizika wakapata hizo on target 2 ambazo walizipata katika mechi yote ambayo iliisha. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Inter, kwa PSG unasifia jinsi ambavyo mwalimu kaanza kujenga ukuta wake mzuri kuanzia eneo la nyuma, lakini katikati pale kina Vitinha, na jinsi ambavyo mbele wamekuwa na rotate. Jana namba 9 alikuwa kama ni Dembele hivi, kama 9 hivi ya force number 9 ukimwona anavyocheza. Na ni msimu wote wamekuwa wanafanya hivyo. Ana ule ambaye ni typical striker ambaye anasimama katika eneo la juu pale. Mara nyingi atumia kama hao, ndio maana akiingia na mfumo wa 4-3-3 anakuwa kama atumia force number 9, kitu ambacho amefanikiwa. Ndio maana umekuwa ni msimu bora kwa upande wa Ousmane Dembele. Licha kwamba alikuwa eneo la mbele lakini alikuwa na jenga hayo mashambulizi. Jana ametoa pasi 2 za magoli katika mechi jana. Kwa nafikiri kwa upande wa PSG walivyocheza, alivyojenga kikosi, walistahili kupata ubingwa huo. Tanki la wachezaji wa Inter Milan lilikuwa linashuka kila baada ya dakika zinazozidi kwenda. Na kinachosababisha uchokuwa kinasababisha ni timu ambazo walikuwa wanakutana nazo toka hatua ya robo finali, nusu finali mpaka finali. Inter Milan wamekutana na timu ambazo intensity yao ni ya hali ya juu. Alafu wakitazama upande wa pili kwenye upande wa ligi kuu nchini Italy, bado wanahitajika kuwa na hiyo intensity hiyo kwa ajili ya kupata matokeo ili wapambane na Napoli ambaye mwishoni kabisa ndio tumeona akitangazwa kuwa bingwa wa ligi kuu nchini Italy. Kwa hiyo wachezaji walikuwa wanafanya kazi ya ziada, kufanya kazi katika mazingira magumu na katika timu ambazo muda mwingi na wao wanakuwa na uwezo mkubwa wa kuwakimbiza ndani ya dakika 90. Mimi sio muumini kabisa wa makocha ambao muda mwingi wanafikiria kuzuia. Ni mpira wa zamani, ni mpira ambao umepitwa na wakati. Lakini moja ya option kubwa ambayo Inter Milan chini ya Simeone alikuwa anatumia ni kujilinda. Yani anapokutana na timu ambayo imemzidi kwa maana ubora wa wachezaji, option ya kwanza kabisa anabaki nyuma, anasubiria hawa ma wing back kwa maana Dumfries na Di Marco ndio wafanye safari kwenda kuwasaidia. Unamzungumza Lautaro Martinez, unamzungumza na Thuram. Hiyo ndio ilikuwa ndio better option ya Inter Milan. Lakini ukiwazuia hawa watu wawili kwa maana na Dumfries pamoja na Di Marco, Inter Milan umewamaliza, kwa sababu eneo la kiungo limekuwa likizidiwa mara nyingi sana na timu nyingi sana. Yani sijaona mchezo wowote katika hatua hizi 3, robo finali, nusu finali na finali, eneo la kiungo la Inter Milan likiwazidi wapinzani. Kwa maana utamwona Hakan Çalhanoğlu, utamwona Nicola Barella, utamwona na Mkhitaryan.